Nataka tuongelee kidogo kuhusiana na vitu au mambo vinavyoweza kusababisha msongo wa mawazo katika maisha yetu ya kila siku. Najua kuna wataalamu mbalimbali, kuna njia nyingi sana za kuwafundisha watu jinsi gani ya kuondokana na msongo wa mawazo pamoja na stress za kila siku za maisha kwenye maisha yetu. Lakini pia ukimwambia mtu ataje sababu zinazoweza kusababisha msongo wa mawazo au stress mbaya katika maisha yetu, tunaweza kutaja stress mambo mengi sana. Kwa mfano, mwingine anaweza kutaja kwamba mtu akifiwa, mtu kiwa unaumwa, mtu kiwa huna hela, mtu ukitukanwa, mtu labda ukaambiwa vitu ambavyo sio vizuri, au mtu ukishindwa kutimiza malengo yako. Vyote hivyo ni vitu ambavyo vinaweza kusababisha msongo wa mawazo au stress katika maisha yetu. Lakini huko baadaye nitakuja kuviongelea katika namna ya kuviweka katika makundi, makundi kama 4 au 5 ambayo matano ya vitu ambavyo vinaweza kusababisha stress katika maisha yetu au msongo wa mawazo. Lakini kabla hatujaingia huko, tuangalie kwanza maana ya stress. Tukija katika sayansi au hali ya kawaida kwenye mambo ya sayansi ni kwamba stress lazima, kwa mfano kwenye physics au mambo ya sayansi, ni kwamba stress inatokea pale ambapo vitu viwili vinakuwa katika mgandamizo au kitu kingine kinagandamiza kitu kingine. Kwa ile reaction ya kitu ambacho kinagandamizwa au vitu ambavyo vinagandamizana ndio inaitwa stress. Sasa tukija katika maisha yetu ya kawaida kama ya kila siku, ni kwamba stress of course haziepukiki katika maisha yetu ya kila siku. Stress za kawaida katika matamanio yetu kama binadamu, kwamba ungetamani kwamba kesho ufanye nini, ungetamani kwamba baada ya muda fulani uachieve kitu fulani. Hizo stress za kawaida ni kama reaction ya mwili au ya akili kufuatana na vitu ambavyo inavifikiria au vinatokea katika mazingira ya kawaida. Lakini ninachokikazia ni stress zisizohitajika au stress mbaya ambazo tunaweza tuite msongo wa mawazo. Na kwenye maisha yetu ya kila siku, mara nyingi katika mahusiano yetu, katika namna moja au nyingine, tunaweza tukajikuta tunaingia kwenye msongo wa mawazo. Sasa tuanze moja kwa moja kwenye kutaja hayo makundi yanayoweza ya vitu ambavyo vinaweza kusababisha stress au msongo wa mawazo katika maisha yetu ya kila siku. Cha kwanza ni kutokukubaliana au kutokutambua au kutokuwa aware na facts au ukweli au uhalisia wa jambo. Kwa mfano, uhalisia wa jambo au ukweli wa jambo au facts au truth kwa Kiingereza inaweza kawa kitu chochote ambacho kinatokea katika maisha yetu. Yani truth or reality ni kitu chochote ambacho kinatokea katika maisha yetu in a family level, katika maisha yetu ambayo tunaishi kila siku, iwe ni maeneo ya kazini, wakati tunasafiri. Sasa kupingana na ukweli au uhalisia wa jambo kunaweza kukaleta ugomvi wa mawazo ndani ya akili ya mtu au ndani ya ubongo wa mtu, kunaweza kuleta ugomvi wa mawazo. Kwa mfano, mtu umefiwa, the fact au ukweli ni kwamba umeshafiwa tayari. Sasa kitendo cha kutokukubaliana au kutokutambua kwamba hali imeshatokea tayari kunaleta conflict, ugomvi wa mawazo akili yako na ile tukio linalotokea. Kwa hiyo eventually unajikuta unaingia kwenye msongo wa mawazo au stress zisizohitajika. Kingine, kwa mfano, mtu huna hela, you know the truth kwamba sasa hivi sina kipato, lakini you don't want to agree, hautaki kukubaliana na hiyo hali, una react in a negative way. Lakini kingine, mfano mwingine ni kwa mfano, mtu akasema sikupendi, au wewe unaumwa, unajua kabisa naumwa, au kuna sehemu umeharibu, unaambiwa iza na mtu wako wa karibu au mpenzi wako au mtu yoyote yule ambaye anakufahamu wa karibu
kwamba bwana, hili jambo halijaenda vizuri, natakiwa ufanye hivi. Kuto kutambua uhalisia au ukweli wa hilo jambo kunaweza kukuletea stress, kwa sababu kutakuletea dilema katika akili, fikra zako. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kuto kukubaliana na facts au ukweli, au kuwa na mwitikio hasi kwenye uhalisia wa vitu au ukweli wa vitu. Kitu namba 2 kinachoweza kusababisha msongo wa mawazo ni kuto kufanya decisions, kuto kufanya maamuzi wakati una uwezo wa kufanya maamuzi, na maamuzi hayo yanaweza kawa na faida katika ngazi yako ya kifamilia, au yanaweza yakawa na maamuzi katika maisha yako ya kila siku. Sasa kuto kufanya maamuzi wakati una power yote ya kufanya maamuzi, especially maamuzi ambayo yanatija katika maisha yako, lakini yanahitaji wewe ndio uyafanye, kunaweza kukuweka dilema, na dilema lazima ilete ugomvi wa mawazo katika akili yako. Kitu kingine ni kuto kutambua vitu ambavyo hatujavitimiza, yani malengo yale ambayo hatujatimiza. Unajua sisi binadamu, vitu mara nyingi vinavyotupa stress na vinavyoleta frustration kwenye akili yetu ni vile ambavyo hatujavipata bado. Jitahidi kuchunguza kwa ukaribu katika maisha yetu, utagundua vitu vingi ambavyo vinatupa stress ni vile ambavyo hatujavipata, au yale malengo ambayo hatujayatimiza. Kwa mfano, unapambania upate kiasi fulani cha hela ununue uwanja. Hicho ndio kitu nakuta kinakuumiza. Kwa hiyo kutokuwa aware na mahitaji ambayo hatujayapata au vitu ambavyo hatujafanikisha au kuvipata kunaweza kuleta pia ugomvi wa mawazo ndani ya akili, na hivyo kujikuta tunaingia kwenye stress au msongo wa mawazo. Kitu kingine ni kubadilisha matumizi ya vitu. Yani katika maisha yetu ya kawaida tu, matumizi ya vitu vya kawaida. Kwa mfano, wewe unajenga nyumba kwa ajili ya kukusaidia wewe uweze kuishi vizuri, wewe uweze kulala mahala pazuri, lakini unaibadilisha nyumba inakuwa ni kitu kingine kwa ajili ya kuadhibu watu wengine. Yani kwa mfano, nyumba unaanza kuitumia kama weapons, kama silaha ya kuonyesha watu kwamba wewe una maisha mazuri, sio level yao, na kupitia nyumba watu wanaanza kukuogopa. Kwa hiyo kwa namna hiyo lazima we mwenyewe ulete ugomvi ndani ya akili yako. Kingine, kwa mfano, umenunua gari zuri. Unanunua gari kwa lengo tu la kutaka usafiri mahala pazuri, usafiri vizuri, lakini unaligeuza gari kiakili, kisaikolojia zaidi, inakuwa kama ishara, kama silaha ya kuadhibu watu wengine ambao hawajafikia hayo malengo. Kwa hiyo unatumia gari kama ishara ya kuwaonyesha kwa watu kwamba kwanza mimi niko juu yenu, lakini sio level zenu. Kwa hiyo licha ya kwamba watu wanaweza kuumia, lakini wewe kwenye akili yako lazima utakuwa na ugomvi wa mawazo ambao unaweza ukakupa stress. Kitu kingine kinachoweza kuleta hiyo hali ni kubeba, kuregister kila kitu. To register everything. Yani wewe katika maisha yako ni mtaalamu, kila kitu mtakacho jadili na mtu au mkibishana au mkikwaruzana tu kidogo, wewe ni unabeba kila wazo au kila kitu kitakachotokea katika maisha yako, hasa vitu ambavyo ni negative. Tunajua kuwa na kumbukumbu ni kitu kizuri, kinatusaidia kuweza kufanya maamuzi na kuweza kuishi maisha ya kila siku. Lakini hapa naongelea vitu ambavyo ni hasi katika maisha yako, kuvibeba kutoka labda mwaka uliopita kuja navyo katika mwaka huu, au jana kuja navyo leo, vinaweza vikaleta mgongano wa mawazo ya leo pamoja na wakati ujao. Kwa hiyo pia inaweza ikaleta msongo wa mawazo, lakini pia inaweza ikafanya kichwa chako au akili yako iweze kushindwa kuwa na utulivu, kwa sababu muda wote kutakuwa na ugomvi wa mawazo. Kitu kingine ni kuwa na imani thabiti. Kuwa na imani thabiti. Yani inabidi mtu amue wewe unakaa upande upi katika falsafa yako au katika imani yako. Wewe unaamua kukaa katika imani ya Kristo, au unaamua kutokuwa na imani kabisa, au unaamua kuwa katika imani ya Kiislamu. Sasa lazima uwe na msimamo katika imani yako. Ukifanya hivyo ni rahisi kuleta peace of mind na kuacha kuwa na dilema katika maisha yako.
Sasa ukiangalia vitu vyote nilivyovitaja ni kwamba vyote kwa kiasi fulani vinaweza kuleta hiyo hali ya msongo wa mawazo katika maisha yetu ya kila siku. Najua yawezekana watu wakawa na mawazo mbalimbali. Unaweza ukatuandikia hapo kwenye comment tuweze kujua mtazamo wako ni upi katika swala hili.